ambacho kimechukua uhai wa mama? Mwenyezi Mungu ndo kamchukua mama. Yep. Labda kulikuwa kuna magonjwa yote yalikuwa yanasumbuliwa? Magonjwa hao ni watu wazima, kwa hiyo magonjwa ni lazima, lakini ni Mwenyezi Mungu ndo kamchukua mama, kwa sababu unaweza ukaumwa hata miaka 10 unajua uko kitandani, lakini ukasimama na ukawa mzima na ukaendelea na shughuli zako. Kwa hivyo ukiona umeenda ujue mwenyewe aliyekuleta kaona bwana ushakata sana mitaa, sasa rudi tena mjengoni au vipi? Ni Mwenyezi Mungu ndo kamchukua mama yangu. Na mimi ni experience yangu ya kwanza, kwa sababu mimi babangu yupo, mzazi yuko mzima, mama yangu alikuwa mzima mashallah, lakini ndio hivyo kachukuliwa. Kwa mara ya kwanza na mimi na experience kama vile wenzangu ambao wanatizama wananiona, wanaona na mimi pia baba nilimpoteza, na mimi pia mama nilimpoteza, kwa hiyo na chini naye hii imemkuta hii, umeona. Kwa hiyo Mungu amemchukua. Hatuwezi kusema eti kuna ugonjwa fulani mama alikuwa nao, hapana. Mimi nachoamini Mwenyezi Mungu amchukua, kwa sababu ugonjwa unatibika. Kuna watu wameumwa sana wanapona kwa wazima, na wanatubi hawa, Mwenyezi Mungu amchukua. Kamchukua tu mamangu ya. Okay, Chidi, mara nyingi umekuwa ukimtaja sana mama kwenye exclusive zako mbalimbali. Labda ni momenti gani ambazo hutazisahau na itabaki kumbukumbu kubwa sana kwako? Moment ambayo sitoisahau ni yeye kuwa mamangu mzazi. Yani nikitoka kwenye dunia hii ya kamera na mic na nini na screens na nini, yani bado ni mamangu mzazi. Naweza nikaonekana huyu na huyu, anaweza kaona baba mjinga, uchizi, huyu mpagawa au mlevi, mvutaji au nani,